Asante, salamu alaikum. Asante, sisi kwa upande wetu kama Azam kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya TRA kubwa yako vizuri, na tunajua tunaenda kucheza na mshindano aina gani. Najua mechi itakuwa ngumu. Of course historia hizi teams zinapokutana toka nyuma ni mechi inakuwa na ushindani. Kwa hiyo sisi najua tumejipanga kuhakikisha tunaenda kucheza vizuri katika mchezo wetu wa kesho, lakini kikubwa kwa sababu ndo mchezo wetu wa kwanza hasa kucheza nyumbani. Wa kwanza tulianza away, huu tunacheza nyumbani na tutakuwa mbele ya mashabiki wetu. Kwa hiyo imani yangu tutakwenda kuwapara mashabiki wetu, na kwa upande wa wachezaji wetu asilimia kubwa wachezaji wote wako vizuri, na hata wale ambao walikuwa kwenye majeruhi pia tayari tumeshaanza nao pia maandalizi. Kwa hiyo I hope mechi ya kesho itakuwa nzuri na itakuwa mechi ya kuvutia kwa sababu tunacheza na mshindani mzuri. TRA ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri wengi wenye uzoefu, lakini pia ina mwalimu mzuri ambaye pia ana uzoefu. Kwa hiyo tunaheshimu, ila sisi kwetu kama Azam tunajua tunaenda kucheza mchezo wa aina gani. Tumejipanga kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Pia tunatumia fursa hii kuwaalika mashabiki wetu wa Azam wajitokeze kwa wingi katika mchezo wetu wa kesho, kuwapa support wachezaji wetu pamoja na benchi la ufundi, na hii ndo mechi yetu ya kwanza ya nyumbani. Kwa hiyo tunaomba wajitokeze kwa wingi sana kuja kuisupport timu yao. Asante. Asante dada kwa swali zuri. Kwa level za wachezaji ambao tuko nao ni wachezaji ambao wanaweza kucontrol kila aina ya pressure. Kwa hiyo sioni kama kuna shida, na ligi ndo kwanza imeanza. Of course mechi za raundi ya kwanza za msimu uliopita ushamalizika. Kuna wachezaji walikuwa sehemu ya timu na wengine sasa hivi sio sehemu ya timu, lakini pia hata hao washindani ambao tunakutana nao kuna wengine walikuwa sehemu ya timu, na ukiangalia timu yao kuna wengine sio sehemu ya timu. Kwa hiyo tunachukua kama reference kwa vitu ambavyo vimepita, lakini kwa aina wachezaji ambao tuko nao wenyewe wana focus na mechi ya kesho ya TRA. Kwa hiyo sisi tunaangalia kile ambacho kiko mbele yetu, na kama ulivyosema ndio mechi yetu ya pili na hii ni ya kwanza ya nyumbani. Kwa hiyo akili yetu ipo kwa namna gani tunaweza kuwini mechi ya kesho, lakini pia umuhimu wa kuweza kushinda mechi ya nyumbani, na hasa hii ndio mechi ya kwanza. Na ukiangalia katika mwezi huu tuna muda mchache sana wa maandalizi. Tunacheza mechi kila baada ya siku mbili. Kuna mechi tutacheza nyumbani na kuna mechi tutacheza away. Kwa hiyo lazima uwe na wachezaji ambao mentality yao imekamilika kukabiliana na kila aina ya situation ambao watakutana nao. Na ukiangalia profile za wachezaji wetu, asilimia zaidi ya 90 ya wachezaji wetu ni wachezaji ambao wanaweza kukabiliana na kila aina changamoto ambao wanakutana nao ya kimchezo. Kwa hiyo usiwe na hofu kwenye hilo. Faisal alipata kadi nyekundu katika mchezo wetu wa mwisho wa finali dhidi ya Simba nafikiri. Kwa hiyo kitu ambacho kiko wazi. So kila mwandishi nafikiri anaelewa. Kwa hiyo Fei sio sehemu ya mchezo kwa sababu alipata kadi nyekundu ya moja kwa moja. Lakini ni mchezaji ambaye tulikuwa naye kwenye maandalizi na tupo naye kwenye maandalizi. So wale wengine ambao walikuwa majeruhi ambao hawakuonekana katika michezo iliyopita, zaidi ya asilimia kubwa wote tayari tupo nao kwenye maandalizi. Itategemea na mazoezi yetu ya mwisho, yupi yule ambaye tutamwona yuko tayari kwa mchezo wa kesho, basi utamwona, na kama hajakuwa tayari basi tuna mechi nyingine inayofuata, watakuwa sehemu yetu, watapata nafasi, wataonekana. Sisi kama wachezaji wa Azam FC tumejipanga vizuri katika mchezo wetu wa kesho kuhakikisha tunachukua alama 3 muhimu dhidi ya TRA. Utakuwa mzuri kutokana na mwalimu wetu kwa sababu katupa mbinu nzuri, na hasa ukizingatia kesho tutakuwa tuko nyumbani. Tumejifunza kutokana na makosa tuliyofanya mchezo wa mwanzo. Kwa hiyo kesho tunahakikisha tunarekebisha makosa haya. Tunawaomba washabiki wa Azam FC kesho waje kwa wingi wao ushindi wetu. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapi watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa
ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.